Kanisa la Christian Family Church Tanzania linakuletea neno la mwaka 2025-2026 kwenye makutano ya mwaka. Mnenaji na Askofu Mkuu Huruma Msuya. Somo, neno ni Mungu. Karibu sana. Jisikie uko Shilo. Haleluya. Amen. Haleluya. Nafahamu kwamba wako wengi ambao inawezekana ni mara yako ya kwanza kufika katika madhabahu hii. Nikukaribishe sana. Jisikie uko nyumbani mwa Bwana. Amen. Na nataka nikuambie, nyumbani mwa Bwana kuna kitu leo. Amen. Lazima utoke na kitu. Amen. Haujafika kwa bahati mbaya. Bwana usaidie sana. Amen. Unajua mpaka wewe umefika hapa ni kwa sababu Mungu analo kusudi juu yako. Amen. Bwana usaidie sana. Amen. Kwa hiyo nitambue uwepo wa Askofu Mkuu Elnafika Hassan Mzirai ambaye amepata neema na yeye kuwepo katika mkutano huu jioni ya leo. Makofi bado hayajatosha. Haleluya. Nitambue uwepo wa wachungaji kutoka sehemu mbalimbali. Bwana usaidie sana. Amen. Ambao wamepata hii neema. Jioni ya leo, kama ambavyo nilikwisha kukuambia, moja ya kanuni ya imani yetu ni lazima tufike katika mlima huu mara 2 kwa mwaka. Na leo ni moja ya kanuni ya imani. Amina. Haleluya. Amen. Kanuni hii, ikiwa wewe ulisafiri alafu ukafika hapa alafu ukaenda kulala alafu usikutwe muda huu, una hasara. Amen. Kwa nini? Kwa nafasi hii ndiyo inayotoa dira ya mwaka mzima, wewe kutembea, kukutana na nguvu ya Mungu, kujibiwa juu ya maswali ambayo yanakusumbua, kujibiwa juu ya ugonjwa unaokutesa, ile roho inayokusumbua. Jioni ya leo uko muujiza wako, lazima utoke na kitu. Bwana asaidie sana. Amen. Kwa hiyo ikiwa ndugu yako ulisafiri pamoja naye alafu sasa kaenda kulala, nataka nikuambie hii atakuwa umeingia hasara. Haleluya. Amen. Binafsi mimi nimekuwa muumini wa imani hii tangu mwaka 2000, na mwaka 2002 nilipata neema kuwa makamu wa askofu, na mwaka 2014 mwezi wa 11 tarehe 18 nilipata neema kuwa askofu. Bwana usaidie sana. Amen. Lakini tangu nimekuwa muumini wa imani hii, nimekuwa nikimuona Mungu katika mikutano hii kwa namna ya pekee. Amen. Kwa namna ya tofauti. Bwana usaidie sana. Amen. Ndani ya mikutano miwili hii ambayo inafanyika kila mwaka, mtu aliyewahi kuwepo mkutano wa kwanza mpaka mkutano wa leo ni lazima awe na historia. Amina. Lazima awe na sababu. Ninashukuru kwamba mazingira yaliyopo yalikuwepo mabaya kuliko haya, lakini kwa sababu ya kile kitu mtu amekuwa akipata akifika mahali hapa, watu hawajakoma kufika hapa. Amen. Na watu ndio wameendelea kuongezeka kufika katika mlima huu, kwa sababu kuna jambo linatokea katika mikutano hii. Na bado nataka nikuambie, leo bado lipo. Lazima litokee. Lazima litokee ndani ya nafsi yako. Bwana usaidie sana. Unajua, iwe ni familia, iwe ni taifa, haliwezi kuwa na maendeleo lisipokuwa na amani. Amen. Na kanisa haliwezi kukua, haliwezi kusonga mbele
kama hakuna utakatifu. Amina. Bwana usaidie sana. Amen. Tangu nimeokoka mpaka leo nimekuwa nikijiuliza, nimekuwa nikifanya nini? Nikijiuliza, hakuna mtu aliyeokoka au mwenye dini, ikiwa yeye ni Mkristo, ni lazima asome Biblia. Lakini ndani ya hii Biblia, nataka nikuambie, mtu anaweza kuamua kuisoma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo akamaliza. Lakini pamoja na kumaliza haya maandiko, hawezi kuwa na mabadiliko. Atasoma na atamaliza na ataweka hapo, na bado kama ni mdhambi ataendelea kuwa mdhambi, kwa sababu alichosoma ni maandiko. Lakini nataka nikuambie jioni ya leo, sitaki niseme maandiko. Ninalo neno kwa ajili yako, ambalo neno hilo ndilo linaweza kuleta mabadiliko katika maisha yako. Bwana usaidie sana. Kwamba maandiko utayasoma, na hata ningesoma mstari wowote hapo, nataka nikuambie yuko mtu anajua uko wapi. Yaani mimi niseme, atajua hilo neno limeandikwa mahali fulani. Lakini nataka nikuambie, sitaki niseme neno, nikuambie andiko jioni ya leo. Amen. Hallelujah. Amen. Jioni ya leo sitaki nikuambie andiko. Nilipokuwa namuuliza Mungu kwamba niseme nini, haleluya, Amen. wapendwa, haleluya, nampenda Yesu wa madhabahu hii. Amen. Kwa sababu yeye ni tofauti na wale wengine. Amen. Ni tofauti na wale wengine. Kwa nini? Wengine ni wa historia, lakini huyu ni wa vitendo. Amina. Imani pasipo matendo imekufa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo unaweza ukasema una imani, lakini kama haina matendo imefanya nini? Imekufa. Na Biblia inasema imekufa ndani yako, sio ndani yangu, ndani yako. Hiyo imani ndani ya mtu huyo itakuwa imefanya nini? Imekufa. Sasa jioni ya leo tumekusanyika mahali hapa ili kupata kitu moja, kutambua kile tunachofanyia kazi. Bwana usaidie sana. Amen. Kile tunafanyia nini? Kazi. Na kile ambacho unatakiwa ukifanye wewe. Wangapi mara ya kwanza kuwepo mahali hapa? Nyosha mkono. Nyosha mkono kama wewe ni mara ya kwanza. Sitaki mimi niseme alafu muulize mtu nani yule alikuwa anaongea nani. Mimi kwa majina naitwa ile Huruma ile Rema Msuya. Kumshika hilo. Mengine majina tu. Hilo nimezaliwa. Ndio tangu nimezaliwa ndio nimeitwa. Haleluya. Amen. Lakini Yesu ameniteua. Amen. Akanichagua. Haleluya. Amen. Akanichagua kwa msimamizi katika madhabahu hii. Amen. Mtenda kazi shambani mwake. Biblia ina maandiko, lakini ndani ya hayo maandiko liko neno. Amina. Miaka ya 93 imani hii katika milima hii ilikuwa inafahamika kama neno.
na watu wengi tulisema hivyo kama jina la utani, lakini nataka nizungumze leo tafsiri ya neno. Niko na ujumbe unasema neno ni Mungu. Haleluya! Neno ni Mungu. Katika vitu ambavyo katika ulimwengu tulionao watu wengi wanakuwa navyo ni miungu. Katika ulimwengu tunaoishi utashangaa kuna kozi na miungu yao. Kuna mataifa yana miungu yao. Haleluya. Amen. Na wanaamini hiyo miungu. Lakini sijaona taifa lenye Yesu wake. Sijasikia kwamba kuna taifa lina Yesu wake. Lakini kuna kozi na miungu ya. Kuna mataifa utashangaa kwamba wao wanaamini ng'ombe na wanaamini ni Mungu wao. Haleluya. Amen. Na wanaifanyia ibada na wanaitolea sadaka. Lakini nataka nikuambie jioni ya leo nazungumza Mungu ambaye ni neno. Na huyo neno Biblia inasema kutoka kwake hivi vyote unavyoviona vimekuwepo. Na pasipo huyo neno hakuna lolote ambalo laweza kufanyika. Na huyo ndiye ninataka nimseme jioni ya leo. Amen. Ambaye sijui hiyo zamani walikuwa wametoa wapi, lakini kila wakipita walikuwa wanaitwa hao ni waneno. Ikazoeleka hata leo pita mtaani utasikia wanasema hivyo. Nakumbuka hata mtumishi ulipofika kule uliulizwa kwamba mbona Bwana nisaidie sana. Sasa nataka nikuambie kumbe ilikuwa ni unabii. Kumbe ilikuwa ni unabii. Kwa nini? Neno ni Mungu. Sasa kuna siri ambayo iko hapa. Unapoangalia kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Biblia inasema hivi. Nataka uone ufunuo ambao uko mahali hapa. Sema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Bwana usaidie sana. Amen. Huyo neno sio hayo maandiko. Nazungumza habari ya neno ambaye ndiye Mungu. Sawa na kwamba leo hata ufanyeje hakuna mtu anaweza kuacha dhambi pasipo kusikia neno. Ni lazima asikie neno na aliamini neno. Leo hii wanadamu wengi wanataka kusikia maandiko, wanataka kusikia hadithi, wanahitaji kusikia historia ya kwamba Yesu akazaliwa na Mariamu, sijui akaishi, sijui akafanya. Hawataki kusikia neno lenye uzima linaloweza kumbadilisha mtu. Lakini nataka nikuambie, anasema ya kwamba pasipo huyo neno hapakufanyika chochote. Kwa nini leo mtu
Mtu anaumwa, anahitaji Yesu amponye, badala ya kumtaka Yesu, badala ya kulitaka neno la uzima, neno la uponyaji, anataka mafuta. Bwana usaidie sana. Hataki habari ya Yesu. Kwa nini? Walioponywa na Yesu anaambiwa enenda usitende dhambi tena, yakakupata makubwa kuliko haya. Kwa nini? Moja ya kanuni ya Mungu, hawasikii wa dhambi. Na Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru hung'aa gizani, wala giza halitaiweza. Bwana usaidie sana. Amen. Kwamba yeye ni nuru. Maana yake Mungu ni nuru. Nataka nikuambie sasa hivi tukazima hizi taa, hatutaonana. Kuna kuwa giza. Kukisha kuwa giza, shughuli zote zitasimama. Maana yake nataka nikuambie wote tutavaa vazi jeusi. Kila unayemtazama mweusi. Bwana usaidie sana. Lakini kwa sababu ya mwanga, kwa sababu ya nuru, tunaonana tulivyo, tunaonana ulivyopendeza, tunaonana jinsi ambavyo yaani kama unasinzia ninakuona, kama una huzuni ninakuona, kama una uchungu ninakuona, lakini kama una furaha bado ninakuona, bado unaendelea kumfurahia Yesu. Leo watu wengi wamemkataa Yesu, wamelikataa neno, wamependa giza. Kwa nini? Wameikataa nuru, wamekataa uzima, wanapenda dini zao. Bwana usaidie sana. Na ndiyo maana mtu anapotembea anasifia dini yake, lakini hamsifii Mungu aliye ndani yake. Anashindwa kusema mimi niko kwenye nuru. Kwenye nuru unaonekana. Kwenye nuru nataka nikuambie, upende usipende, lazima mtu akuone. Sasa hebu jipime. Maandiko unayo, lakini neno unalo. Bwana usaidie sana. Amen. Kwa sababu inawezekana, inawezekana wewe mwenyewe lazima ujipime. Kwenye nuru unajitazama, lakini kwenye giza hutajiona. Hata kama unajipenda hutajiona. Na mimi jioni ya leo nataka nikuletee nuru jione. Amen. Bwana usaidie sana. Kwamba lazima ujione. Kwamba ukisema nimeokoka lazima uache dhambi. Amen. Ukisema mimi ni msafiri wa kwenda mbinguni lazima ufanane na msafiri. Amen. Kwamba msafiri wa kwenda mbinguni ni mtu ambaye ameikataa dhambi, na yeye anatembea na neno linalosema wautazamapo mwenendo wenu. Maana yake mwenendo unatazamwa kwenye nuru, hautazami kwenye giza. Lazima mtu akutazame unavyosema, unavyotembea, aseme ni kweli huyu mtu ameokoka. Lakini nataka nikuambie leo watu wana uwezo kuelezea jina la dini yake, jina la
dhehebu lake, mchungaji wake, lakini hawezi kueleza wokovu wake. Na ndiyo maana leo kuna tofauti na zamani. Zamani ukiokoka, ukienda sokoni, ukienda stendi, ukipita barabarani, Bwana Yesu asifiwe, na mimi nimeokoka, nilikuwa mlevi, leo nimeokoka, nimeacha, nimekutana na Yesu. Haleluya! Hivi leo ukiokoka unaenda hivyo? Halo? Labda hujanielewa. Nataka nirudie. Nashukuru kwamba askofu wangu mwinjilisti. Haleluya. Amen. Kwamba zamani mtu yoyote aliyeokoka zamani, sifa ya kwanza ya kuokoka kwamba mimi nimetoka gizani, sasa niko nuruni, mimi niliyekuwa mlevi. Haleluya. Mimi nakumbuka nimekutana na mtumishi wa Mungu. Nimekutana naye mwaka 97 Januari pale Ishinde. Tukawa tunahubiri. Anasema mimi nilikuwa mlevi, nikiingia kwenye baa, ukisema Mzirai oye, mpe bia. Lakini leo Yesu ameniokoa. Haleluya. Tulia nikuambie. Ukisema hivyo, nataka nikuambie umeweka ulinzi. Maana kila unapopita hakuna mtu atakayenong'oneza kwamba huyu bwana alikuwa mlevi. Hakuna. Anasema huyu bwana sasa ameokoka, sio yule unayemfahamu, sio yule kahaba, sio yule mwizi, sio yule mlevi. Huyu ni mtumishi wa Mungu, maana ametangaza. Bwana asifiwe sana. Leo vipi? Tukiokoka, Bwana usaidie sana. Lazima tukatae, tugeuke, tuondoke na neno, tusibaki na maandiko. Asema mchungaji anajua. Sitaki mchungaji anajua. Nataka wewe mwenyewe uwe shahidi. Yaani ukitembea, unatembea kifua mbele, nimeokoka. Bwana usaidie sana. Yaani sina mashaka. Kwa nini? Niguse niseme. Niguse niseme. Bwana usaidie sana. Unajidhibitisha kwa sababu unajua umetoka gizani. Kwa kanuni ya giza linaficha, lakini nuru inaweka wazi, haichagui. Bwana usaidie sana. Unapochagua nuru, lazima utambue ya kwamba umevaa. Ukitaka kutembea uchi, pita gizani. Kama unahitaji kwenda mbinguni, lazima uikatae dhambi. Maana yake utakuwa na ujasiri. Haijalishi uko katika mazingira gani, haijalishi unafanya kazi katika maeneo gani, haijalishi ya kwamba mazingira yako yakoje. Ikiwa umeokoka, nataka nikuambie, popote unapopita una ujasiri, kwa sababu wewe ni mjanja, wewe ni mtu wa mchana, wewe si mtu wa usiku. Lazima upite kifua mbele. Leo walokole wengi wamekuwa na aibu, maana wamechanganya. Huko anasema ameokoka, bado ni mdhambi. Nataka nikuambie, giza na nuru haviwezi kukaa mahali pamoja. Bwana usaidie sana. Ndiyo maana Biblia inasema wakaikataa nuru, wakalipenda giza. Nataka nikuambie, tumelikataa giza, tunataka kutembea na nuru. Amen. Bwana usaidie sana. Amen. Leo na kesho unapotaka, nataka nirudie mstari huu, twende pamoja. Biblia inasema hivyo hivyo
vyote vilifanyika kwa huyo. Pointi moja tu. Pasipo huyo hakuna. Huyo nani? Neno. Ambaye ndiye nani? Mungu. Bwana usaidie sana. Amen. Maana yake tunahitaji watu wafunguliwe, tunahitaji watu waponywe, tunahitaji watu wapate uzima, watu ambao wamekamatwa na roho za asili, wamefungwa na mashetani, wamelogwa, wana mateso mbalimbali. Ili wafunguliwe, lazima tutembee katika nuru. Usipotembea katika nuru, nataka nikuambie, hata uombe vipi, labda uwe na njia zingine, Mungu hawasikii wa dhambi. Bwana usaidie sana. Amen. Jioni ya leo nikasema, wangapi wanahitaji kuombewa? Watu watakimbia kuja hapa mbele, wasema niombee na mimi. Tengeneza mambo yako. Neno hili unatoka ukiwa salama. Amen. Neno hili lina uwezo kukubadilisha. Amen. Yule diwani akasema, sema neno tu, sio fanya maombi. Jioni ya leo niko na neno ambalo lina uwezo kutembea pamoja na wewe. Maana kama ni maombi unataka nikuombea hapa ya dakika 5, wakati tangu tarehe 1 mpaka jana tuko na maombi kuhakikisha ya kwamba kila atakaye kanyaga katika madhabahu hii, atakayesikia neno, akiwa na shida, akiwa na ugonjwa, akiwa tasa, akiwa maskini, ainuke akiwa mzima, atoke akiwa salama. Nataka nikuambie, ukisikia na kutengeneza. Bwana usaidie sana. Amen. Lakini kwa sababu wanadamu leo wamezoea kona, wanadamu wanataka rahisi. Haleluya. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni. Haleluya. Najua watu wengi sasa wamechoka, wasema pesa yangu niombea. Pesa yangu, maana mtumishi nitatoa sadaka, atafanya maombi. Sasa pole sana, umeingia usiku sahihi, umeingia sehemu isiyo yako. Haleluya. Kwa nini? Tunatembea na neno, mmepewa bure, toeni bure. Mmepewa bure, toeni bure. Nataka nikuambie, hata uko na shida gani jioni ya leo, kinachoweza kuleta uzima ndani yako, sema neno moja tu. Iambie nafsi yako, sema. Sema, sema neno moja tu, na mimi natoka nikiwa salama. Kwamba ikiwa huyu alikuwa mwanadamu, amefika kwa Yesu, yuko na shida, hasema niombee. Sema neno moja tu, na mtumishi wako atakuwa. Hebu jiulize, kwa nini wewe unaombewa mara nyingi hauponi? Kwa nini shida yako umeombewa mara nyingi haishi? Ni kwa sababu umekataa nuru, ukalipenda giza. Ukikataa nuru, tafsiri yake umemkataa Yesu. Alafu uliyemkataa unataka kusaidia. Ni yule mtu anatafuta urafiki siku ya shida. Mpendo, hata simu yangu ingeita hapa, kuna tofauti namba unayojua na usiyojua. Bwana tusaidie sana. Kwamba inapiga ya rafiki yako, cha kwanza unatega sikio. Nataka nikuambie, ya rafiki haina saa mbaya. Bwana tusaidie sana. Haina saa mbaya. Hivi ni waulize hapa, mimi nilipataga ajali tena usiku, sijui ilikuwa saa 7 sijui saa ngapi. Mpendwa,
Tangu saa ya ajali nilipompigia katibu simu mpaka asubuhi simu inaita. Yaani ukipokea kuna miskoli zaidi ya 10. Hawa watu wote wamejua saa ngapi. Nakumbuka nilipokuwa polisi, yule polisi akaniuliza, "Mchungaji, kuna watu wangapi?" Bwana usaidie sana. Nilikaa miezi 5 siwashi simu. Tangu nilipotoka pale nikaiweka vibration. Kwa hiyo nitakachoona ndio nitakayopokea. Usichoona. Miezi kwa kiwango nilichopokea usiku huu. Kwa nini ni usiku wa manane? Kila aliyesikia askofu amepata simu anapiga. Sijui anajua saa ngapi. Hakuna saa mbaya. Rafiki yao wamepata nini? Wachungaji wao wamepata nini? Sawa. Waliosikia kwamba unajali imetokea ni wengi. Hata kuamka kwenye usingizi wa kuamka. Nataka nikwambie, taka Yesu awe rafiki yako. Amen. Ukitazama tu asema nini? Halo. Amen. Halo. Amen. Nisaidie toba ili Mungu anisaidie shida yangu. Usitengeneze urafiki siku ya shida. Usitengeneze urafiki siku ya nini? Bwana ameniambia unatengeneza urafiki siku ya shida. Lakini sitaki ufanye hivyo. Umekanyaga hapa utoke salama. Amen. Na uona moyo wako unavyotamani Mungu afanye kitu ndani yako jioni ya leo. Kwamba ndani ya moyo wako umegundua kumbe nimekataa nuru. Natembea na giza. Na ndiyo maana sifikii malengo ninayotaka. Amen. Ndani yako Mungu ameweka kitu kikubwa. Mungu ameweka kitu ndani yako. Kitu kikubwa. Nataka nikuambie, ponya maisha yako jioni ya leo. Amen. Hebu tazama, nataka nikuambie, acha kuiangalia hii nuru. Usiangalie hizi taa. Angalia moyo wako, kuna giza liko pale moyoni. Ni kweli nimekaa hapo miaka. Kila siku zinavyosogea ndivyo ambavyo nuru inafifia na giza linaendelea kutawala. Kwa sababu ziko roho zimekuwa zikikufuatilia. Lakini nataka nikuambie jioni ya leo, pasipo yeye hapakufanyika lolote. Maana yake haukuweza kufanikiwa, usingeweza kubarikiwa, usingeweza kupona, ndoa yako isingeweza kuwa na amani pasipo yeye. Lakini ili yeye asimame, anataka kuona moyo wako. Maamuzi ya jioni ya leo, kwamba umefika mahali hapa, unatamani kumuona Mungu, unatamani kuona Bwana anasimama upande wako, anasimama juu ya maisha yako, anasimama juu ya afya yako, anasimama juu ya watoto wako, anasimama juu ya uchumi wako, anasimama ndani ya ile huduma Mungu ameiweka ndani yako. Unasikia kumtumikia Mungu, lakini unashangaa lile ulipendalo silo unalolitenda, kwa sababu kuna jamaa yuko kule ndani, kuna giza liko kule ndani. Lakini jioni ya leo Bwana anasema ni wakati wako, ni wakati wako kumwendea Bwana, na Bwana aliondoe lile giza na nuru itawale ndani yako, ile mipango ambayo nayo ifanikiwe. Amen. Pasipo yeye halikufanyika lolote. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 13, Biblia inasema hivi. Inasema sisi tulivyo. Biblia inasema ninyi, mstari wa 14, Biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusetirika ukiwa juu ya mlima, wala mtu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, sio mbele ya malaika. Narudia mstari wa 16. 5:14 mstari wa 16 sasa.
Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana usaidie sana. Amen. Sisi tuliookoka, nataka nikuambie, watu waliookoka ni nuru. Mahali popote walipo, mahali popote wanapopita, lazima giza likimbie. Hiyo ndiyo sehemu yetu. Lazima tuangalie kwamba je, nuru yetu inaangaza kwa watu? Maana haisemi iangaze kwa malaika, haisemi iangaze kwa ng'ombe, wala iangaze kichakani. Lazima iangaze kwa watu. Haleluya. Ndiyo maana nimekuambia mtu yeyote aliyeokoka zamani lazima aweze kusimama kwa watu. Haleluya. Yaani wewe haijalishi ya kwamba uko umetoka dhehebu gani, haijalishi mchungaji wako yuko hapo, wewe mradi tu umeokoka, umeongozwa sala ya toba, nataka nikuambie hauchelewi. Unaitangaza nuru yako kwamba wapendwa, sasa nimekutana na Yesu. Yaani mtu kwa ujasiri, nataka nikuambie hakuna sababu ya maandiko. Wewe ndiyo maandiko. Maana yake mimi Msuya ndiyo maandiko. Kwa nini? Kama nilikuwa mlevi, walevi kama mimi wapo bado kule kanisani, wanaimba bado kanisani, na mimi nilikuwa naimba kanisani. Leo nimekutana na Yesu, nasimama ninasema, jamani, mimi sasa sio giza, mimi ni nuru. Ndiyo maana unasimama. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, mimi nilikuwa mwanakwaya, tena nilikuwa naimba sauti ya tatu, lakini nataka nikuambie nimekutana na neno, nimebadilika, nimeacha dhambi, sasa mimi nimeokoka. Bwana usaidie sana. Maana yake alikuwa mchungaji wako, alikuwa mwinjilisti wako, alikuwa sijui nani wako, kiongozi wa dhehebu lako, anapata taarifa ya kwamba fulani ni kweli yeye ameokoka. Maana amesema alikuwa yuko kanisani, na bado alipokuwa pale kanisani alikuwa mdhambi, lakini sasa ameokoka. Amen. Huo ndio Pentekoste. Haukuwa na siri. Maana ukipita una ujasiri, hata unapita kilabuni una ujasiri. Kwa nini? Wote wana taarifa. Leo wana taarifa yako. Mbona mnakuaga kimya kama vile wapendwa, wangapi tuliokogaga zamani? Tulikutana na Pentekoste ule wa zamani, ule wa kurukaruka sokoni. Bwana usaidie sana. Mbona nashangaa kama watu, mbona mnashangaa wapendwa? Huo ndio Pentekoste. Hiyo ndio nuru. Hilo ndilo neno. Ukiwa umeokoka una ujasiri. Haijalishi ni wapi. Ukiguswa, nataka nikuambie, kama redio iliyofunguliwa. Kwa nini? Kwani kuna dhambi mpya? Mtu asikudanganye, hakuna dhambi ya Kiswahili wala ya Kiingereza. Dhambi zote sawa. Bwana usaidie sana. Zinatofautiana majina kulingana na makabila. Bwana usaidie sana. Kama wewe ni mlevi, umlevi tu, na mlevi jehanamu anakwenda. Kama wewe ni mzizi, nataka nikuambie jehanamu inakuhusu. Haijalishi ya kwamba unajua kwa jina lipi. Maana yake unaposimama, kwa sababu umekuwa nuru, nataka nikuambie hakuna dhambi iko nje ya mwili. Dhambi zote zinafanyika katika mwili. Kwa hiyo ukitaka kuwa mhubiri mzuri, mtu ambaye uko nuruni, lazima uziseme, uziweke wazi. Haijalishi nani yuko hapo, haijalishi ni nani anasikia. Sema, kwa nini? Wewe ni nuru. Jicho halina pazia.
Bwana usaidie sana. Lakini leo nataka nikuambie, watu wamekataa nuru, wanapenda giza kuliko nuru. Ndiyo maana mtu ameokoka anakwenda kanisani, hata Biblia habebi, maana hataki ajulikane. Mkristo wa kweli lazima utembee, uonyeshe Ukristo wako, watu wauone, watambue ya kwamba wewe sio mpagani, wewe ni Mkristo, ni mtu aliyeokoka, msafiri wa kwenda mbinguni, aliyekataa dhambi. Wewe ni nuru. Bwana usaidie sana. Haleluya. Ni lazima 2026 lazima tuingie kwa kishindo, lazima tugeuke, lazima nuru yetu iangaze. Amen. Halo. Hakuna mkazi wa Mwembe asiyefahamu huyu bwana. Imani yake aliyokuwa nayo, moja ya ibada kuvuta bangi. Bwana usaidie sana. Amen. Yaani ndio imani alikuwa nayo. Fika Mwembe, hakuna mtu anaweza kusema kwamba huyu bwana ni mvuta bangi. Anafahamika Mchungaji Daudi. Lakini wa Mwembe walikuwa wanafahamu alikuwa ni mtu anayekimbiwa na watu. Bwana usaidie sana. Amen. Hebu angalia vizuri. Ondoa ile koti. Hebu alafu muangalie vizuri. Sasa uokovu mtu anakuangalia bwana. Tuangalie rohoni. Bwana usaidie sana. Hebu angalia sura inaonyesha bangi. Hapana. Bwana usaidie sana. Hebu angalia hicho kichwa kinaonyesha kama alikuwa nini wewe? Hebu sema mwenyewe. Bwana usaidie sana. Amen. Anayejua. Walikutana tu na mwenzake akasema, "Farjan." Bwana Yesu asifiwe. Maana yake watu wote wa Mwembe wanamfahamu kama mtu alikuwa anatisha. Kwa nini? Wao unavuta kadogo, mwenzake ndio ibada. Kwa ibada ikifanyika ni lazima wavute. Sasa mtu anaokoka bado ana sura ya bangi. Ni wokovu gani huo? Bwana usaidie sana. Amen. Nataka nikuambie ukikutana na Yesu lazima ubadilike. Amen. Wanadamu wanapokutazama umebadilika. Amen. Haleluya. Maana yake umwangalie, nimekwambia wewe muangalie huyu bwana. Hata ukifika Mwembe wewe uliza tu. Utaambiwa kwa rasi. Yule mchungaji alikuwa nini? Rasi. Alikuwa. Leo anafahamika Mwembe. Kwa nini wasiseme huyu bwana bado anavuta bangi? Hata dalili sura hana. Leo mtu anaokoka, unashindwa kuelewa siku aliyokuwa mlevi, siku aliyokuwa kahaba, na leo eti ameokoka anasema Bwana asifiwe. Nataka nikuambie bado hujakataa giza. Ukikataa giza, nataka nikuambie lazima ubadilike. Amen. Ukishaweza kuweka hadharani, nataka nikuambie shetani ataondoka na mavitu yake. Amen. Shetani ataondoka na matakataka yake. Ataondoka na sura yake. Amen. Lazima uwe na sura nyingine. Amen. Lazima uwekwe sura ya mwana wa Mungu. Amen. Ili watu wakikutazama wamtukuze Mungu. Amen. Kaka ubarikiwe. Naomba urudi.
Bwana usaidie sana. Amen. Unajua kuna wokovu wa ujanja. Wokovu wa nini? Ujanja. Wa ujanja. Unataka mambo yafanikiwe, lakini huipendi nuru. Wakati neno linasema katika pasipo halifanyiki lo. Sasa ujanja. Kwa hiyo ukikutana na mtu akikwambia ngoja nikuombee, alafu nitakupa udongo, nitakupa sijui mafuta, nitakupa maji, sema amina. Utapeli mtupu. Bwana usaidie sana. Amen. Kama ni Mungu anayeweza kufanya, angalia ya mazingira. Hayana barua ya maombi hapa. Hakuna mchango hapa. Yesu amejenga haya majengo. Yesu anaendelea kufanya. Ukimwamini lazima afanye nyumbani kwako. Nyumba yako haiwezi ikalingana na hii madhabahu. Bwana usaidie sana. Kwamba Mungu tunayemwamini, watu waliokataa dhambi, mfadhili wa kwanza wa huduma hii. Bwana usaidie sana. Amen. Wale wajanja ndio wanasema tutengeneze kadi. Wao ni ujanja tu. Amen. Kwamba tutengeneze kadi, halafu wewe ubarikiwe nini? Nani amewahi kujenga nyumba yake na kadi? Hivi nani anatoa kadi kwamba najenga nyumba yangu nyumbani ya familia, afu unatoa kadi? Unaendeka harambee. Cha Mungu harambee. Kwani mtu mmoja sio anajenga ukumbi? Lakini watu wote tujenge ukumbi. Amen. Alafu tuombe na walevi. Alafu nasema tuwaombee. Walevi waje tu haini? Tuombee baraka. Ni kwa sababu tunakuwa tabia zao. Kwamba ukiwaombea baraka wanazidi kuwa nini? Alafu akija kanisa sema utaniambia nini? Mabati nimetoa. Utaniambia nini? Kinanda nimenunua mimi. Ongea nikichukue. Halo? Amen. Bwana usaidie sana. Amen. Ngoja nikwambie. Ili injili iendelee lazima iwe nuru. Amen. Haina pa kujificha. Amen. 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 Haina pa kujificha. Yaani maana yake hata ukajifanya umependeza. Naweza nikasimama hapa mbele na ruka kama mpendwa, kuna mahali imeshika matope. Hata kule nyuma wanaona. Sema askofu unaruka na kasuti hapo. Kashika matope. Kwa nini? Kuna nuru. Amen. Lakini ananipenda anasema askofu umeshika mwana. Hapo kuna mahali umepita suti yako imeshika matope. Anafuta. Alafu naendelea. Natembea na ringa. Nasema wananiangalia nimependeza. Yaani wala sina mashaka. Amen. Amen. Hata nikiguswa nasema nimependeza. Niko vizuri. Kwa nini? Kuna nuru, umeniangalia nimependeza. Amen. Wokovu wako unafaa kuangalia? Amina. Amen. Unafaa kupeleka sokoni? Amina. Ukasimame useme Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeokoka. Nimeacha dhambi. Kuna wengine wanafumba vinywa. Hapana mpendwa. Siku ya leo lazima tutoke huko katika jina. Amen. Moto hauwezi kuwaka tusipotoka huko. Usianze kuangalia maandiko. Sema mimi ni maandiko tosha. Mimi ni maandiko, tabia yangu niliyokuwa nayo ni maandiko tosha. Amen. Lazima ukatae giza. Amen. Usiwe na kona. Amen. Ukikutana na mtu mwambie sasa, "Alo, nakupenda." Alo? Amen. Nakupenda. Ni kweli unajaribu uhuni. Sisi tumefanya, tumeacha. Tumekutana na Yesu. Ametubadilisha. Tukija kwenye maandiko tumchukua Paulo, alikuwa anaitwa Sauli.
alikuwa anatisha, lakini alipokutana na Yesu alisalimu amri. Nataka nikuambie na wewe usijidanganye. Amen. Halo? Amen. Hiyo ni nuru. Hivi niwaulize swali. Kati ya kusema kweli na uongo, kipi kitamu kwenye masikio? Inawezekana hujanielewa. Halo, njoo hapa. Hivi nikwambie. Aisee, samahani. Naomba unisaidie 20,000 hapo. Sina kitu wala sijui nitakulipa lini. Lakini naomba tu unisaidie, siku ukipata nitakupa. Na mwingine aje aseme, "Saidie 20,000, mtandao umesumbua." Yupi utampa? Si tuondoke huko katika jina la Yesu. Nyosha maelezo. Hiyo ndio nuru. Amen. Kwamba Bwana, sina lakini niko na shida, naomba unisaidie, nikipata nitakupa. Hello? Amen. Sio mtandao umesumbua. Amen. Sio mchungaji, kuna hali inapitia. Sema mchungaji, nimefanya dhambi. Sio kuna hali ninapitia. Sema Bwana, nimepita gizani, nisaidie. Taa imezima. Wachungaji, hiyo ukiambiwa hivyo utasema amina. Utasema amina. Sasa mtu amekuambia kweli, kuna hali inapitia, nikusaidie maombi. Biblia inasema ninyi ni nini? Ya ulimwengu. Na kama sisi ni nuru ya ulimwengu, tunataka ulimwengu ujue yuko Mungu. Amen. Kwa sababu ulimwengu unajua kuna dini, lakini ulimwengu haujajua ya kwamba yuko Mungu anayeweza kutatua matatizo ya watu. Tunahitaji kutoka madhabahu hii ulimwengu ujue. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Yaani mtu akikaa ajue kwamba nikikutana na mtu wa ile madhabahu, shida yangu imeisha. Amina. Kwa nini? Yeye ni nuru. Amen. Na pasipo yeye halikufanyika. Kwa maana kwamba kwa sababu yule mtu Mungu yuko ndani yake, kwa sababu ndani yake kuna uzima, lazima uzima upatikane kwa. Amen. Haleluya. Amen. Lazima uzima upatikane, kwa sababu ndani yake umo nini? Uzima. Na ule uzima ndiyo nuru ya ulimwengu. Hapo imekuwa shughuli. Lakini nataka nikwambie ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. 2026 lazima tuhakikishe sisi nini? Nuru ya ulimwengu. Biblia inasema hivi katika Yohana sura ya 3 mstari wa 20. Yohana sura ya 3 mstari wa 20 na mstari wa 21. Biblia inasema, naam, na kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakaonekana. Nitarudia tena. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru,
matendo yake yasije yakakemewa. Matendo yake yasije yakafanya nini? Wapendwa, matendo yake yasije yakafanya nini? Yakakemewa. Hivi aliyenunua kinanda atakemewa? Hapana. Aliyechangia mabati atakemewa? Hapana. Bwana usaidie sana. Amen. Kwamba ni lazima mtu anayetenda mabaya lazima akemewe. Maana yake ukimwona mtu amesema nimeokoka katika imani hii, lakini bado ana tabia ya kidunia, lazima akemewe. Haijalishi ni nani. Anasema maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. Kila mtu atendaye nini? Mabaya Huichukia nuru. Ehe. Wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Wala haji kwenye nuru ili matendo yake, bali yeye aitendaye kweli ehe, huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi, ehe, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Wapendwa, ili tuendelee kuwepo kwenye hii madhabahu, ili tuendelee kuwepo hapa, tuendelee kumtukuza Mungu, amen, tuendelee kusikia shuhuda ya matendo makubwa ambayo Mungu anatenda, lazima anayetenda dhambi, anayependa mabaya, lazima akemewe. Maana nataka nikuambie, haijalishi utakuwa una jina gani, wewe ni mtu, na Biblia inasema mtu lazima akemewe. Kwa hiyo nataka nikuambie, ili tuendelee kuwepo hapa, tuendelee kurukaruka hapa, tuendelee kufurahia, tuendelee kumtukuza Mungu, uone faida ya hii madhabahu, lazima tuikatae dhambi. Bwana usaidie sana. Kwa nini? Kwa mfumo huo ndio umefanya watu wametoka Mbeya, watu wametoka Dodoma, watu wametoka Mwanza, watu wametoka Dar es Salaam, watu wametoka kule Shinyanga, watu wametoka Arusha, watu wametoka Tanga, watu wametoka Morogoro, watu wametoka kule Moshi, wametoka sehemu mbalimbali kule Dar es Salaam, wamefika hapa kwa sababu ya matendo makubwa ambayo Mungu amekuwa akifanya katika maisha yao. Wamemwona Mungu walipokanyaga katika hii madhabahu. Bwana usaidie sana. Amen. Maana yake tutakaporuhusu dhambi, tutakapooneana haya, wakati mtu anafanya dhambi, mtu anapenda mabaya, alafu tunamwacha, hatumkemei, nataka nikuambie, habari ya kufika hapa itakufa. Lakini tutakaposimama, wewe utakaposimama, na mimi Msuya nikasimama, tukakataa watenda mabaya, tukakataa wanaopenda dhambi, tukakataa wanaokataa nuru, tukaipenda nuru, nataka nikuambie, na eneo hili halitatosha. Utashangaa jinsi ambavyo kila mwaka watu wataongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nasema sijui ni mchana. Haleluya. Amen. Kwamba nilikuwa naelezea msafara uliotoka Dar es Salaam. Nikasema msafara huu, yani changanya uliotoka Dodoma, Godfrey amechangia kiwango kikubwa. Yani muujiza wa Godfrey Limo umechangia kiwango kikubwa kufanya kazi iende haraka. Muujiza wake wa kichwa umefanya makubwa. Ni mtu mmoja. Bwana usaidie sana. Kwamba anakuja na kanoa hapa, watu wanakashangaa kagari pamoja. Amekuja kwenye huduma, ameleta watu huduma. Sasa leo shangaa tena. Kwa kanoa kake alikokuja nako kamoja. Akija huduma, kanakuja kanafia hapo njiani.
Kwa siku amefia pale chini. Lakini kwa sababu Mungu wa madhabahu hii alisimama akaondoa shida yake, na yeye sasa akaendelea kutangaza. Bwana msaidie sana. Amen. Muujiza tu. Bwana msaidie sana. Amen. Maana yake na muujiza wako ni mkubwa. Amina. Utakapokataa mabaya ukasema nuru ni haki yangu. Halo? Amen. Nataka nikuambie Pasaka hapatatosha. Amen. Pasaka hapatatosha. Hapa tunakuja tu tukumbushane sera zetu. Mahubiri Jumapili utahubiriwa huko kanisani kwako. Hapa unasikia msimamo wa imani yetu, wa kanuni yetu, yale tunayoyafanyia kazi, ndiyo umekuja kuyabeba ili uende nayo. Hata huko Mbeya unamwambia mchungaji, alo, sisi imani hii iliyotusaidia, tumeambiwa anayetenda mabaya anayetenda akemewe. Mchungaji asema unajua huyu shemasi yuko vizuri, sijui nini. Nipigie tu simu. Malize mchezo. Usituulie kitu chetu. Mtu afanye mabaya. Maana akifanya mabaya, furaha itaondoka. Hatutakutana tena. Achwe! Lazima afanye nini? Akemewe. Kuna wale, sisi kanuni tunasema hatufuatishi namna ya dunia hii. Yaani nataka nikuambie, hatufuatishi namna Ya dunia hii. yaani hatufuatishi, iwe kwa mavazi au kwa mapambo. Unataka kuwa muumini, ukae kwenye hii furaha, kubali kubadilika. Hutaki, ukitoka hapa achana sisi. Bwana msaidie sana. Tunataka kuendelea kufurahi hapa, tutafurahi mpaka tunaloa jasho. Kwa nini? Ndani yetu tuko salama. Hapa kila mmoja ukamwambia shuhudia, atasema mambo makubwa. Kwa nini? Alikuwa na mateso. Amen. Alikuwa na shida. Amen. Bwana usaidie sana. Amen. Alikuwa na nini? Na shida. Lakini kwa kukanyaga madhabahu hii, kwa nguvu ya madhabahu hii iliyoko kule Dar es Salaam, iliyoko kule Morogoro, iliyoko kule Gonja, iliyoko kule Arusha, iliyoko kule Mbeya, iliyoko kule Shinyanga, iliyoko kule Mwanza, iliyoko kule Tarime. Bwana usaidie sana. Nataka nikuambie, imefanya watu wako na furaha. Haleluya. Wako na nini? Na furaha. Wako na amani. Sasa ili tuendelee kubaki naye, ni lazima tukubali kukemea wanaofanya mabaya. Tunakwambia sasa, wakiacha, acha. Fanya nini? Acha. Mpendwa, fanya nini? Acha. Wokovu ni mali yako. Amina. Amen. Wokovu ni mali yangu. Mungu ana uwezo kufanya kazi na mtu mmoja mtakatifu. Bwana usaidie sana. Amen. Nataka nikuambie, jiulize, huku ni porini, imekuwaje ukafika huku? Yaani nguvu iliyokuvuta, unajua ni Yesu. Amen. Yaani kale kafuraha kule ndani. Endelea kubaki gizani. Unajua sasa tukiwafukuza tutabaki na nani? Bwana usaidie sana. Amen. Nataka nikuambie,
2026 ni lazima tuhakikishe mstari, nataka utoke na neno hili, mstari wa 21. Katibu, naomba usome. Nataka utoke na mstari. Yaani haya maneno nimesema, nimekuambia ndio tunafanyia kazi. Amen. Na wewe ni lazima ujue mtu. Nimesema wote ni nini? Ni watu tunaotaka kwenda mbinguni. Amen. Amen. Na kama wote tunataka kwenda mbinguni na tunataka tubaki na furaha yetu, ni lazima tutembee na mstari huu, mstari wa 21. Mstari wa 21 anasema, bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru. Bali yeye afanyaye nini? Aitendaye kweli. Yeye anayeitenda, sio yeye anayesema. Anayeitenda. Watu wengi wanapenda kusema lakini hawapendi kutenda. Sisi 2026 tunataka kutenda ilivyo kweli. Ili matendo yake yaonekane wazi. Ili matendo yaonekane nini? Wazi. Ya kuwa yametendwa katika Mungu. Kwamba yametendwa katika Mungu. Kwamba jambo lolote tunalofanya, jambo lolote unalofanya, popote ulipo, lazima matendo yako yaonekane kwamba yametendwa katika nani? Katika Mungu. Bwana usaidie sana. Kwamba huyu mtu katika hili ambalo amelitenda limetendwa katika Mungu. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Kwamba hili lililofanyika limefanyika katika Mungu. Hatuhitaji jambo linalofanyika liwe na mashaka. Unajua, unaweza ukamwombea mgonjwa akawa na mashaka kwamba ni kweli nimeombewa, lakini ana mashaka. Pamoja na maombi yako, kuna mambo unaweza ukafanya mtu akawa na mashaka, lakini lazima tuhakikishe ya kwamba katika lolote tutakalolifanya lazima lionekane kwamba limefanyika katika kweli. Lazima lionekane limefanyika katika Mungu. Bwana usaidie sana. Amen. Tutakapotembea hivyo, ni lazima watu wengi wavutwe wamjie Yesu Kristo. Nataka nikuambie, wako wengi leo wamechoka kudanganywa, wamechoka kutapeliwa. Wanahitaji kuona mtumishi wa kweli, wanahitaji kuona mtu anayetenda katika kweli. Na Mungu amekuchagua wewe kwamba kupitia wewe wafunguliwe wengi, kama ambavyo amemtumia Pasadani. Kupitia kwake kule Mbeya wamemjua Yesu, kule Mbeya wamempokea Yesu. Mungu anasubiri kutoka kwako ili walio wengi nao wafunguliwe kupitia wewe. Amen. Kwa mafundisho na shuhuda, fuatilia kupitia YouTube ya @CFC Gogoni, Instagram na Facebook @CFC Gogoni. Makanisa yetu yapo nchi nzima. Kwa maombezi, piga simu namba 0766446707. Dira yetu ni kumjenga Kristo kuwa mshirika na si mshiriki. Ungana nasi.